Naam, tunasema Jumapili njema kwa Wakristo. Habari za muda huu kwa Waislamu, ndugu zetu popote mliko, tunawakaribisha na roho mkunjufu kabisa kuweza kutufuatilia ili upate kufahamu habari za ukweli na za uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Nimekuambia majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa tulionayo sisi ni kuhakikisha wewe hapo ulipo unapata habari za nchi, unapata habari za ukweli kwa muda ambao upo sahihi sana. Nasema shukrani kwa kuweza kuingia mwezi wa pili salama, na pia kwa wewe ambao umekuwa nasi tena kutakia maisha marefu ili tupate kwenda sambamba katika safari hii ambayo tuko nayo sote kwa pamoja. Asubuhi ya leo msikilizaji, tunayo habari muhimu sana. Habari kuu kutoka kwenye uwanja wa vita ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa Minembwe, lakini pia tajelekeza huko Bukavu. Tusikie wananchi wa Bukavu wanazungumza nini baada ya tukio ambalo limeripotiwa hiyo jana. Mpendwa msikilizaji, hali si shwari huko kwenye milima mirefu ya tarafani Fizi, Itombo na Mwenga. Kama unavyojua, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazalendo wanaendelea kutekeleza mashambulizi makali maeneo yote milimani kwa lengo la kuweza kurejesha maeneo yote chini ya udhibiti wao. Sasa hiyo jana kuliweza kuripotiwa mapambano makali sana maeneo ya Minembwe, na hivyo kuliweza kushambuliwa. Drone za kivita zilitumika katika mashambulizi ya jana na ikapelekea takriban watu 17 kuweza kufariki dunia, wakiwemo wanajeshi wengi wa Ngomino Turaneo ambao wanapatikana maeneo hayo ya Minembwe. Na sasa baada ya hapo mapambano yaliendelea, lakini kwa kuwa tulikosa mawasiliano na duru kutoka maeneo hayo, ilikuwa vigumu kuweza kupata taarifa za jioni na kujua mambo yameendelea namna gani. Lakini asubuhi ya leo msikilizaji, Mungu amesaidia, tumepata mazungumzo na vyanzo vyetu ambavyo vinapatikana maeneo hayo, na vimetuarifu kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Taarifa ambazo tunazo kutoka maeneo ya Minembwe ni kwamba mapigano makali yameripotiwa kuendelea tangu saa 11 alfajiri ya leo Jumapili tarehe mosi Februari mwaka wa 2026 katika eneo la Minembwe lililopo kwenye nyanza za juu ya Fizi katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo na mashuhuda wa eneo hilo, mapigano hayo yamewakutanisha jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo akisaidiwa na wazalendo dhidi ya wahasi wa makundi ya Twirwaneho, Red Tabara wanaodaiwa kushirikiana kikamilifu na wahasi wa M23 ambao pia wanasaidiwa na Rwanda. Mapigano haya yameripotiwa kushika kasi katika vijiji kadhaa vya Minembwe, hali ambayo inasababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakaaji wa maeneo hayo, wengi wao wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Taarifa zaidi kutoka kwa mashuhuda zinaeleza kuwa mapigano kama hayo pia yameripotiwa katika maeneo ya Kamombo, Bijombo pamoja na Mikenge katika wilayani Mwenga, jambo linaloashiria kupanuka kwa uwanja mapambano katika sehemu mbalimbali za Kivu Kusini. Upande wake, kwa upande wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na mashambulizi makali dhidi ya makundi hayo ya wahasi, yakilenga kurejesha udhibiti wa maeneo yaliyotekwa ambayo kwa sasa yanatajwa kuwa tishio kubwa kwa usalama wa raia, utulivu wa kikanda. Maeneo hayo yamechukuliwa kuwa ya kimkakati kwa sababu ya kufungua njia muhimu zinazoelekea katika majimbo ya Maniema, Tanganyika pamoja na maeneo mengine ya jimboni Kivu Kusini, jambo linaloongeza umuhimu wa operation hizi za kijeshi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo au majeruhi, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete. Familia nyingi ambazo zinapatikana hapo Minembwe, kama unavyojua, ni familia za Watusi ambao walikuja kutafuta hifadhi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa wanakuwa wanakimbia na kutafuta sehemu ya kujihifadhi kwa ajili ya kuweza kuhofia kile ambacho kinaendelea huko. Hivyo tunataka kukuaminisha kwamba mpaka sasa bado wahasi wapo Minembwe, lakini wanashambuliwa vikali kwa sababu jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waendelea kusogea karibu kabisa na maeneo ya Minembwe, na hivyo baadaye unaweza kusikia taarifa tofauti. Aidha, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo likakomboa maeneo hayo ya Minembwe ambayo ni ngome kubwa sana ya wahasi
waasi wa Ngomino Twirwaneho Red Tabara ambao walishika eneo hilo. Ilikuwa ni mwezi wa pili mwaka wa 2025, kipindi kile ambacho kamanda wao ambaye alijulikana kwa jina la Makanika aliweza kufariki, ndipo walikuja kushambulia kwa kasi, kwa hasira, kulipiza kisasi na kuondoa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maeneo hayo. Kwa hivyo operation hizi zinalenga kuweza kukomboa maeneo yote ya milimani ambako waasi walikuwa wanapadhibiti, na ilianza katika maeneo ya Pwenzero na kwa sasa inapanda Mikenge, na ili baada ya Mikenge inafika moja kwa moja huko Minembwe ambako ilikuwa ni moja kati ya ngome kubwa ya waasi wa Ngomino Twirwaneho Red Tabara. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, tunaendelea kufuatilia habari hizi kwa kina, namna ambavyo vita vinavyoendelea, ili tuendelee kukupatia taarifa za ukweli na za uhakika kuhusu kile kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo tunakusihi kuweza kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi, ili wapate kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha unakuwa unapata taarifa kwa muda ambao upo sahihi. Tupo moja kwa moja kutoka huko Minembwe, naendelea kukupatia taarifa za ukweli. Na tukiachana na taarifa za Minembwe, tujielekeze katika mji wa Bukavu. Hiyo jana mida ya saa moja kuelekea saa 2, raia waliweza kushuhudia mabadiliko makubwa sana ya kijeshi upande wa waasi, baada ya kuwaona waasi natoka kwenye kambi yao maeneo ya Nyawera katika kambi ya Kanteve na kuanza kujiondoa wakiwa wengi sana. Mmoja kati ya jambo ambalo liweza kuleta furaha sana kwa wakahaji wa Bukavu. Lakini je, wameenda wapi na taarifa ziko namna gani sasa baada ya wao kuondoka? Taarifa za siri zimeeleza ya kwamba waasi wale ambao walikuwa wakipatikana katika mji wa Bukavu katika kambi ya Kanteve wamejiondoa na kujielekeza moja kwa moja katika bonde la mto Ruzizi kwa ajili ya kuweza kuweka nguvu zao kwa pamoja huko. Hizo ni taarifa za siri ambazo hazijathibitishwa rasmi, lakini mashuhuda wameweza kusema kwamba wamewaona wakielekea katika upande wa bonde la mto Ruzizi. Lakini kuondoka kwa waasi wa M23 katika maeneo kadhaa ya mji wa Bukavu umepokelewa namna gani na raia? Hawa hapa raia wakionyesha furaha yao kuhusiana na kile ambacho waweza kukiona hiyo jana tarehe 31 mwezi Januari mwaka wa 2026. Wamiomba malukiaka mchana wanaenda toroka usiku. Wamiomba malukiaka mchana wako nakimbia usiku. Mtoke mchana tuwaone gisi mtatoka. Mwache haya. Waambia kama bei ya mtu ni bei ya mtu. Fachi beton. Mungu amsaidie, tunampatia mandat indefini. Akuya hapa tubadilishe constitution, mandat indefini. Hawa wakahoko wakitutokea tu watoki. Tunawapatia Felix anadirije kama Putin na ule wa Shine moya kwa moya. Basi sini ba mwizi banapasha toka busiku. Sini ba mwizi date yao ilikuwa enea ya kuondoka. Sasa kichwa ngumu ndio wanaondoka usiku kuonesha Amerika yake wao wameshaondoka. Ni bongo sana. Ni bongo ile. Na wa guvernera wana watu wote wakaoko. Mwizi ni mwizi criminal ya utala. Ule alikuwa anasema kwa moja kwa moja. Bravo kwa wapi? Alikuwa anasema kwenda moja kwa moja. Wanataka rudi tena nini Uvira. Ndoto ya baba, munacheza na politiki ya Kisekedi weye. Munazana Kisekedi diplomasia na cheze kwa ziaka. Anapita nyemu kwa anapigana bunduki. Cheza na Amerika. Tuishe sasa Kongo, unagusa Amerika. Grande puissance. Anda rendre sasa armée na kwa le plus fort du monde. Chama yetu ina nguvu. Nguvu mimi niko nachunguza chama ina nguvu gani, ijapokuwa jeshi letu ina nguvu na vifaa zote. Kumbe usaliti kwa natokana huko kumezo militaire na etat major. Manake ile Mungu kwa bie sana vraiment. Trahison nje kwa nawasaidia. Nguvu ilikuwa walikuwa nguvu ndio na pesa. Ya ukoropre wale wa viongozi kusudi waache njia waende. Haikuwa chama haikuwa na nguvu. Na tena ile ndani ya ziaka ile kulikuwa fazi M23 kikuja kujaribu wanakunguta M23 na nakufa, lakini hata leo M23 naenda. Sisi jeshi yetu haikufi kama hawa. Au wanakufa sama siafu mbaya, wanaozea mboleo na baki. Tunashukuru kutuachia kwa mboleo mwende. Au ni raia wa Bukavu ambao wamesema kufurahishwa vikali kwa baada ya kuona kwamba wahasi wameanza kujiondoa
katika moja kati ya kambi zao huko Bukavu. Moja kati ya kitu ambacho tumepatia furaha sana. Lakini mpaka sasa, msikilizaji, tunaendelea kufuatilia, je, wameondoka wote aiza namna gani? Kwa sababu mpaka sasa kama unavyojua, waasi huwa wana mbinu nyingi sana. Mara unaweza kutangaza wameondoka, lakini baadaye wakaja kurejea mara tena. Hivyo hakujawa na uthibitisho kikamilifu kwamba wameondoka wote 100%, kwa sababu mpaka sasa bado hakujaonekana, hakujakuwa na mabadiliko yoyote katika mji wa Bukavu. Hivyo tunaendelea kufuatilia pia taarifa hizi kwa karibu sana, ili tukuje kupatia ukweli wa mambo ambayo yanaendelea kuripotiwa katika mji wa Bukavu. Mpendwa msikilizaji, ni hayo kama habari kwa ufupi mchana wa leo, ambao tumetaka kujuza upate kujua ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa maeneo ya Minembwe, maeneo ya Bukavu. Lakini pia naendelea kufuatilia taarifa hizi sehemu zingine, ili tupate kukujuza kile ambacho kinaendelea sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Kwenye comment usahau kutuandikia unatufuata kutoka nchi gani, lakini pia una maoni gani kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakukaribisha kuweza kuwa nasi tena katika habari zetu za hapo baadaye. Jumapili njema kwako kwa Kristo, uwe na siku njema kwa ndugu zetu Waislamu. Bye bye.